turehemu Mungu, tufunge tena jeraha. Ikiwa Bwana Haruni alisimama katikati, na wetu naomba usimame katikati ya Tanzania. Simama katikati yetu Bwana wakati huu. Simama katikati yetu Bwana. Wakati huu chombo tulicho nacho ni damu ya Yesu. Wakati huu moto tulionayo ni maneno yako. Wakati huu Bwana tunachofanya ni kuletea tu jina la Yesu. Hatuna mwingine wa kumwendea. Tunakujilia tu wewe pekee. Wewe Yesu Kristo pekee. Bwana, tusikie Bwana. Tusikie Yesu. Tusikie tena Mungu wetu na Bwana wetu. Tutazame, tutazame, tutazame. Itazame Tanzania. Tazame Tanzania. Tazama Tanzania. Kumbuka uliyoyasema wewe mwenyewe, ya kwamba ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu wakajinyenyekeza, wakaziacha njia zao mbaya, wakautafuta uso wako, umesema uko tayari kuponya nchi yao. Na ndilo ambalo tumelifanya Bwana Mungu. Tumekuja kwako Bwana kutafuta uso. Hatuji kwa kawaida wala kwa mazoea, lakini tunakuhitaji wewe. Esther alipogundua kwamba yeye na Wayahudi wote walishaandikiwa kufa, sheria ilishawekwa na kugongwa muhuri, masaa na dakika zilikuwa zinasubiriwa za kutekeleza hayo. Bwana alikuja kwako akajinyenyekeza, akafunga siku 3, akakutafuta uso, ukaiponya nchi yake. Bwana, ndiposa tunakuja kwako siku hii. Sikia Mungu, ukatuponye. Sikia Kristo. Bwana, Ezra kuna siku alisimama mbele zako katika mto Ahava. Ndani ya siku 3 alitafuta uso kwa ajili yake na kwa ajili ya nyumba yake na kwa ajili ya watu hao na hata watoto wao na wake zao. Mungu, tunapokutafuta si tu kwa ajili yetu uponye, lakini kwa ajili ya nchi yote, lakini kwa ajili ya mataifa haya yote. Bwana Yesu ukaponye. Bwana Yesu ukaokoe. Bwana Yesu ukasikie katika jina la Yesu. Mungu tusikie tunapokuita. Tutazame tena kwa upya. Tutazame tena kwa upya. Na ukumbuke maneno ya kinywa chako, ya kwamba wewe si mwingi wa hasira, wewe ni mwingi wa rehema. Baba, tunapogeukia kwako katikati ya ghadhabu, katikati ya hasira, katikati ya ghadhabu yako Baba, ukakumbuke rehema kwa habari ya nchi, kwa habari ya maisha yetu. Tunapokuja kwako na kulililia, tunapokuja kwako na kumimina mioyo yetu kwako Baba, ukatusikie. Baba, ukatusikie. Tulitegemea wanadamu, tumeondoa matumaini yetu kwa wanadamu, tumealeta kwako. Tuliamini mataifa, tumeondoa imani zetu katika mataifa mengine. Baba, tumeelekeza imani yetu kwako. Tulipeleka macho katika mataifa makubwa, lakini Mungu, macho yetu sasa tumetoa huko, tunaelekeza kwako. Tuliweka mitazamo maeneo tofauti tofauti. Baba, mtazamo wetu tunaugeuza msalabani, tunaugeuza kwenye neno lako, tunageuzia kwako Kristo. Utusamee, lakini ukatusikie, ukatuponye, ukatufunge jeraha zetu. Kwako umesema siku ya 3 Bwana utatufufua, tutaishi mbele zako. Siku hiyo 3 inaozungumzwa ni leo. Siku ya 3 inayoisema ni leo. Siku ya kufunga jeraha zetu ni leo. Siku ya ufufuo ni leo, ambayo tunakuja kwako Bwana. Siku ambayo uliisha kuacha kitambaa kilichokusonga songa, siku ulipoacha sanda, siku ulipoacha kaburi, siku kaburi lilipokutapika, ni leo. Mungu, ndiposa tunapokuja kwako uweze kutuweka hai tena, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tusikie Mungu wetu na Bwana wetu tunapokutaka. Tusikie Bwana tunapokuita. Sikia Mungu mtakatifu, katika jina la Yesu. Sikia katika Kristo Bwana. Mwenye
enzi na mamlaka yote Bwana, tunakuja mbele zako mfalme wa mbingu na nchi. Tunakuamini Mungu mtakatifu, tunakutegemea sana Bwana, tunakuangalia sana mfalme wa falme, maana hakika wewe ndiye Mungu. Hakuna mwingine tunayemwamini na kumtegemea zaidi yako Bwana. Tunauazimisha uumbaji wako na uweza wako Mungu. Tunaazimisha matendo yako makuu ambayo Bwana yanatisha kama nini mfalme wa mbingu na nchi. Maana hakika wewe ndiye Mungu mwenye nguvu. Hakika wewe ndiye Mungu unayeweza kutuponya. Hakika wewe ndiye Mungu unayeweza kutusamehe. Hakika wewe ndiye Mungu unayeweza kutufungua. Hakika wewe ndiye Mungu unayeweza kuingilia kati ukatutoa mautini ukatuleta uzimani. Wewe ndio tunayekutazama Mungu mwenye enzi yote. Na ndio maana Bwana tumekuja mbele zako asubuhi ya leo. Mungu tunajinyenyekesha mbele zako Bwana. Tunaomba toba na msamaha mbele za kiti chako cha enzi. Mungu tunakuomba ukapate kwenda kutusamehe. Mungu tunakuomba ukapate kwenda kututakasa. Mungu tunakuomba ukapate kwenda kutuosha kwa damu yako Yesu Kristo iliyomwagika juu ya mti wa msalaba Kalvari mara moja tu Bwana. Tunaomba utusamehe Mungu, maana tumefanya makosa mbele zako Mungu. Tumeasi sheria zako Bwana, tumeasi maagizo yako Mungu. Tumevunja sheria zako na maagizo yako, tumezivunja zile amri zako Bwana. Tumeshindwa kuyatii maagizo yako ambao Mungu ulituagiza ili Bwana tukutangaze wewe, ili Bwana tukuabudu wewe, ili Bwana tukutumikie wewe. Tukaacha kukutumikia wewe Mungu, tukaitumikia miungu migeni, tukaitolea sadaka Bwana, tukashiriki ibada zao Mungu, tukaabudu sanamu Mungu Jehova Shama, tukafanya uzinzi na uasherati mbele zako Mungu, tukafanyika kuwa chukizo. Na ndio maana Bwana tumekutwa na mabaya haya, ndio maana Mungu tumekutwa na uharibifu huu. Leo Bwana tumetambua, na ndio maana tunarudi mbele zako Mungu mwenye nguvu. Tunaomba toba mfalme wa mbingu na nchi, tunajinyenyekesha kwako, tunaomba msamaha. Tunakuomba utusamehe, tunakuomba uturehemu, tunakuomba uturumie. Watanzania tunalia mbele zako Bwana, jamii inalia mbele zako Mungu. Twende kwa nani mfalme wa mbingu na nchi? Tukimbilie wapi Bwana? Tuepukane na ghadhabu hii, tuepukane na hasira hii, tuepukane Mungu na mauti hii. Baba, tumekuja kwako mfalme wa mbingu na nchi, tunakuomba Bwana, ingilia kati Mungu, ingilia kati Bwana, ukatusamehe Bwana, ukagairi mabaya haya, ukagairi mauti hii. Mungu tunakusihi, Mungu tunakuomba, usinyamaze mbele za kiti chako cha enzi. Baba, tunajinyenyekesha mbele za kiti cha rehema na huruma. Mungu tunaomba rehema na masamaha. Mungu tunakuomba rehema na masamaha. Baba, tunakulilia wewe uliye juu ya vitu vyote. Tunakulilia wewe Mungu uliyetuumba. Tunakulilia wewe Bwana uliyetufanya kwa mfano wa sura yako Mungu, ukatupulizia pumzi yako, tukafanyika kuwa nafsi iliyo hai. Wewe ndio baba yetu Mungu, na ndio maana Watanzania tunakiri mbele zako ya kwamba tuna msaada mahali pengine popote. Hakuna mahali tunapoweza kusaidika, hakuna mahali tunapoweza kukimbilia. Baba, tumekukimbilia wewe. Baba, tumekukimbilia wewe Mungu, tumekukimbilia wewe Bwana, tumekukimbilia wewe mfalme wa mbingu na nchi. Tunakuomba utusamehe Bwana, tunakuomba utuhurumie baba yetu, tunakuomba utuhurumie Mungu, tunakuomba utuhurumie, utuangalie tena Bwana, utuangalie tena Mungu, mara moja tena Bwana, kwa ajili ya utukufu wako, mara moja tena Bwana. Daudi alilia mbele zako akasema mara moja tena Mungu, na sisi Bwana tunalalama mbele zako Mungu, tunakuomba mara moja tena Bwana, samehe uovu Mungu, samehe machukizo haya Bwana, samehe Mungu mwenye nguvu, samehe Mungu uliyejaa rehema na huruma, maana wewe si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema na huruma Bwana. Na ndio maana tumerudi kwako Mungu, ndio maana tumegeuka kwako, ndio maana tunalalama kwako, maana tumetambua ya kwamba wewe ni Mungu uliyejaa rehema, wewe ni Mungu uliyejaa huruma, si mwepesi wa hasira Baba, ni mwingi wa rehema na huruma, mfalme wa mbingu na nchi. Ndio maana tunaomba rehema Baba, ndio maana tunaomba masamaha Mungu. Baba, tunakuomba utusamehe Baba, tunakuomba uturehemu.
tuokoe na mauti Bwana. Ingilia kati Mungu uliye mponyaji, maana imeandikwa katika neno lako Bwana ya kwamba sisi sote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wako. Tukisema hatuna dhambi, tunajidanganya nafsini mwetu Bwana. Tumefanya dhambi Mungu, tumefanya machukizo Mungu, tumefanya maovu machoni pako Baba. Tumekusababisha ukageuza kisogo, hata utaki kututazama tena Bwana. Na ndio maana tumerudi Mungu, tumerudi Bwana, tumerudi Yesu, Yesu tumerudi kwako. Hatuna namna nyingine Jehova, hatuna namna nyingine Mungu uliyejaa rehema. Baba tumerudi mbele zako, tunasarenda kwako Mungu, tunainua mikono yetu kwako Baba. Tunakuomba utusamehe Mungu, samehe Yesu, Yesu tusamehe, Yesu tuhurumie. Ingilia kati Mungu, ondoa tauni hii Bwana, ondoa tauni hii Mungu. Tuponye na mauti Bwana, tuponye na korona, mfalme wa mbingu na nchi. Tunakusii Jehova, tunakusii Mungu, maana kwa kupigwa kwako juu ya mti wa msalaba sisi tumepona, mfalme wa mbingu na nchi. Na sisi tunakuomba Bwana ukatuponye, ukatuponye, ukatutoe mautini, ukatulete uzimani tena Bwana, ukatutoe katika mateso, ukatutoe katika huzuni, utulete uzimani tena, mfalme wa mbingu na nchi. Tunakuomba Mungu, iangalie damu yako Yesu ilivyo takatifu Bwana. Iangalie damu yako Yesu ambayo imejaa uweza na mamlaka. Damu yako ina mamlaka ya kutuponya na kutufungua. Damu yako ina mamlaka ya kututenga na nguvu ya mauti. Damu yako ina mamlaka ya kukausha hii korona Bwana, na kukausha tauni ndani ya taifa letu la Tanzania, ndani ya mikoa na wilaya na vijiji. Mungu tunakuomba usinyamaze, mfalme wa mbingu na nchi. Tuhurumie Mungu, tuhurumie Yesu, Yesu tunaomba utuhurumie Baba. Tunakuomba Baba, tunakuomba, maana imeandikwa hakuna jambo lisilowezekana kwako, yote kwako yanawezekana Bwana. Na tena imeandikwa wewe ni Mungu, unasamehe makosa kwa ajili yako mwenyewe Bwana. Baba samehe uovu, ukaondoe korona Bwana, ukaondoe korona Mungu. Na sisi Bwana tunasimama mbele zako kwa mamlaka ya jina lako na kwa uweza wako. Tunaenda kutamka ya kwamba korona huna nguvu tena ndani ya taifa la Tanzania. Korona huna nguvu ndani ya mipaka ya Tanzania, kwa mamlaka jina la Yesu Kristo, kwa mamlaka jina la Yesu Kristo, kwa mamlaka jina la Yesu Kristo. Tunafukuza korona kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hatutakufa tena, hatutakufa tena. Korona umeangamizwa, korona umeyeyuka kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Kwa kuwa Bwana Watanzania wamekugeukia wewe, na wewe umeshuka na nguvu zako, umeshuka na mamlaka yako, umekuja kutuponya Mungu, umekuja kuondoa uharibifu Bwana, umekuja kuondoa mateso haya Bwana. Umetuletea uzima wa milele, umetuletea uzima wa milele. Na ndio maana Bwana tunatamka ya kwamba uzima unapatikana kwako, uzima unapatikana kwako, uzima unapatikana kwako. Mungu tunakulilia, maana wewe ni yote katika yote Bwana. Asante kwa sababu unatenda makuu. Asante kwa kuiponya Tanzania Bwana. Asante kwa kuondoa uharibifu. Asante kwa kuondoa giza. Asante kwa kuondoa mauti. Asante kwa kuleta uzima. Baba tunakuadhimisha Mungu, tunakuadhimisha Mungu, tunakuadhimisha, maana unaweza yote Bwana. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti Bwana, tunazidi kunyenyekea mbele zako Mungu uliye hai. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti tukiomba toba Baba yangu na Mungu wangu, tunaendelea kutubu kwako Bwana. Leo ni siku ya 3 Mungu kwa ajili ya maombi ya nchi. Mungu uliye hai na Baba yangu, Watanzania wote tunalia mbele zako Bwana, tukiomba utusamehe na ututakase Mungu, tukiomba utusamehe na utusafishe kabisa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na kwa damu yako Baba yangu na Mungu wangu, tunaomba utusamehe Bwana, tunaomba ututakase Mungu uliye hai katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na kwa damu yako Baba yangu na Mungu wangu,
mbele zako Bwana tunatubu, maana ni kweli kwetu yako mabaya yanayoonekana. Ndio maana Mungu, ugonjwa umepata mlango, ugonjwa umepata uhalali wa kuingia kwa ndugu zetu. Yesu, tunatubu kwako, tunaomba rehema na msamaha kwako Bwana, tunaomba rehema na utakaso wako Mungu uliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, na kwa damu yako Baba yangu na Mungu wangu. Umesema ya kwamba tubuni basi mrejee, nasi asubuhi ya leo tunatubu na kurejea kwako. Tunarejesha nafsi zetu mbele zako Bwana, tunarejesha nafsi za Watanzania mbele zako Mungu uliye hai. Tunaomba rehema zako Mungu, maana ni kweli tulikuacha, ni kweli tulifuata akili zetu, ni kweli tulifuata mali zetu, tulitumainia fedha tulizo nazo, ni kweli kabisa tumeabudu miungu mingine. Yesu Kristo wa Nazareti, tunatubu mbele zako Baba yangu, tunaomba utusamehe Bwana, tunaomba ututakase Mungu uliye hai, maana haya yote ni machukizo mbele zako Baba. Tunaomba rehema zako Yesu Kristo, tunaomba utakaso wako, maana umesema rudini enyi watoto wenye kuasi. Nasi Bwana tumekuja kwako, tumekuja kwako asubuhi ya leo Bwana, tumekuja mbele zako Baba yangu na Mungu wangu, ya kwamba hatuwezi pasipo wewe Bwana, hatuwezi Baba yangu. Ndio maana tumekuja kwako Mungu uliye hai, tunaomba huruma na rehema zako, tunaomba huruma na msamaha yako Bwana, ili ugonjwa wa korona uondoke nchini kwetu. Tunaomba utusamehe, tunaomba ututakase Mungu uliye hai, tunaomba utuoshe kwa damu ya msalaba wako Mfalme, maana umesema kwenye Yeremia ya kwamba chombo kikiharibika mkononi mwa mfinyanzi anaweza kukifinyanga tena. Nasi tunatubu kwako Bwana, maana ni kweli uasherati umetuharibu, ni kweli uzinzi na ulevi umetuharibu, ni kweli kiburi kimetuharibu. Nasi tumekuja kwako Bwana, tufinyange tena watoto wako, tufinyange tena Mungu uliye hai, tufinyange Baba yangu na Mungu wangu, maana ni kweli tumeharibika, ni kweli tumemwaga damu zisizo na hatia, hata sasa zinapiga kelele kwenye ardhi. Yesu, tunaomba rehema zako, tunaomba msamaha yako Bwana. Tumeua ndugu zetu, tumeua wazazi wetu kwa ajili ya kupata mali. Yesu, haya ni machukizo mbele zako, tunaomba utusamehe wa Tanzania, tunakuja nayo mbele zako Bwana, maana umesema jiosheni, jitakaseni, ondoeni uovu wa matendo yenu, usiwe mbele ya macho yangu. Nasi kwa damu yako tunajiosha, tunajitakasa Bwana, taifa zima tunajiosha kwa damu yako Mungu. Tunaondoa uovu wa uasherati wetu mbele zako, tunaondoa uovu wa umwagaji damu, tunaondoa uovu wa kuabudu miungu mingine. Yesu, tunaomba utusamehe, Yesu, tunaomba utusamehe Bwana. Tunazidi kunyenyekea mbele zako Mfalme, tunazidi kushuka kwako Mungu uliye hai. Uturehemu na ututakase Baba yangu, uturehemu na utuoshe Mungu uliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Maana umesema kwenye Zaburi ya 102 ya kwamba wewe mwenyewe utasimama na kuirehemu Sayuni, kwa maana ndio wakati wa kuihurumia na majira yaliyoamriwa yamewadia. Bwana, haya ndio yale majira Mfalme, yamewadia ya wewe kuturumia wa Tanzania. Umesema wewe mwenyewe utasimama na kuirehemu Sayuni. Bwana, asubuhi ya leo simama, turehemu wa Tanzania Bwana, turehemu wa Tanzania Mungu, maana mbele zako tunalia. Tumechoka na maisha tunayoishi, tumetoka na ugonjwa tunaosikia Bwana. Tunaomba uturehemu, tunaomba uturehemu Baba yangu. Tuende kwa nani Bwana? Tukimbilie wapi Mungu uliye hai?
kuja kwako Mfalme, maana ndiko kwenye rehema, maana ndiko kwenye masamaha. Bwana, tunaomba utusamehe Yesu. Tunaomba utusamehe Baba yangu na Mungu wangu, tunaomba utusamehe Mungu uliye hai, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu yako Mfalme wa amani. Maana umesema ya kwamba kwenye Petro 1:18, nanyi mfahamu ya kwamba mmekombolewa si kwa vitu viharibikavyo, bali ni katika damu ya Yesu, damu ya thamani isiyo na mawaa wala isiyo na hila. Nasi tunafahamu hivyo Bwana, tunaomba damu yako ikatukomboe sasa, damu yako ikatukomboe Mungu uliye hai, ikakomboe nafsi zetu wa Tanzania, damu yako ikatuondole hofu, ikaondoe roho ya mauti iliyokaa ndani ya mioyo yetu. Damu yako Yesu ya Pasaka, damu yako Mungu uliye hai, sawa sawa na Waebrania 9:14, umesema damu yako ni zaidi iwezayo kutusafisha na kutuondolea mafu yote. Nasi tunaikiri asubuhi ya leo damu yako kwenye taifa letu, tunaikiri kwenye ardhi yetu, tunaikiri kwenye mipaka yetu, tunaikiri kwenye malango yetu. Damu yako Yesu Kristo wa Nazareti kwenye familia zetu Bwana, tunaikiri hiyo damu yako Mungu uliye hai, damu ya msalaba wako Bwana, damu ambayo umesema imemwagika ili kuondoa dhambi za ulimwengu. Nasi tunaikiri Bwana, ikaondoe dhambi za Watanzania, ikaondoe dhambi za Watanzania Bwana, damu yako Yesu Kristo. Maana umesema neno la msalaba kwa walopotea ni upuzi, bali kwetu tuliokolewa ni nguvu ya Mungu. Nasi tunaikiri ya nguvu ya Mungu ndani ya taifa letu Bwana, tunaikiri nguvu yako Mfalme, tunaikiri nguvu yako Mungu mtakatifu, tunaiachilia kwenye maisha yetu sasa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Yesu, tunaomba utusamehe, Yesu tunaomba ututakase Bwana. Tumezidi kunyenyekea kwako, tunanyenyekea kwenye msalaba wako Bwana, tunanyenyekea kwenye kiti chako cha rehema na neema. Yesu, tunaomba uturumie wa Tanzania, usinyamaze kwa ajili yetu Bwana, maana umesema ya kwamba hakuna mtu anayekuja kwako ukamtupa. Nasi wa Tanzania tumekuja kwako kwa toba. Yesu, naomba utusikie, Yesu naomba utusikie, utuondolee ugonjwa wa korona nchini kwetu, utuondolee ugonjwa kwenye maisha ya Watanzania, uondoe ugonjwa Bwana hata kwa wagonjwa ambao sasa ni wagonjwa Bwana. Yesu Kristo wa Nazareti, tunaomba uondoe ugonjwa Mfalme, usitajwe tena kwenye nchi yetu, usitajwe tena kwenye taifa letu. Yesu, tunaomba rehema zako, tunaomba masamaha yako Baba yangu, tuhurumie tena Mungu uliye hai, utusikie Mungu mtakatifu. Maana Daudi alisema walikulilia katika shida zao na ukawaponya Mfalme. Nasi tunalia mbele zako na Watanzania wanalia mbele zako Bwana, tuponye Mfalme, tuponye Mungu uliye hai, tuponye Baba yangu na Mungu wangu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti na kwa damu yako Bwana. Maana tuna Mungu mwingine Bwana, wewe ndiye uliyeumba mbingu na nchi, wewe ndiye uliyesema ya kwamba nchi na vyote vijazavyo ni mali yako na Watanzania ni mali yako Bwana. Tunaomba rehema za kwako Mfalme, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti na kwa damu yako Baba yangu na Mungu wangu, tusamehe Mungu uliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti Bwana. Tunahitaji rehema zako Mungu mtakatifu, tunahitaji masamaha yako Bwana, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu yako Baba yangu na Mungu wangu. Yesu, kumbuka rehema katikati ya ghadhabu yako Bwana, kumbuka rehema Mungu uliye hai, kumbuka rehema Mungu mtakatifu, katika jina la Yesu.
Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, asante kwa nafasi ambayo umetupatia na Bwana. Asante kwa uwezo wako, asante kwa rehema zako, asante kwa damu ya Yesu Kristo ambayo inanena mema. Hakika ndani yako Bwana tunaishi, hakika ndani yako Bwana tunaenenda na kuwa na uhai wetu. Baba, libarikiwe jina lako. Watu kujinyekesha mbele za kiti chako cha rehema. Bwana, tunaomba rehema, tunaomba masamaha, tunaomba rehema, tunaomba na masamaha. Neno lako limetuambia kwamba rehema na masamaha ni kwa Bwana Mungu wetu. Ndio maana watoto wako Bwana, kama wa Tanzania, tunaungana pamoja Baba, tunaweka tofauti zetu pembeni kabisa. Tumeamua kutafuta uso wako Bwana kwa siku hizi 3, nasi tunajinyekesha mbele za kiti chako cha rehema, tukiendelea mfalme wa nchi kuomba rehema kwako Yehova, sawa sawa Bwana wana wa Israeli walivyojinyekesha mbele zako, hata jinsi ambavyo Danieli Bwana alipokuja mbele zako Bwana akakuomba Bwana Mungu, akaungama dhambi zake, akaungama dhambi za wana wa Israeli. Bwana, tunakuja mbele zako pia Yehova, tunaomba kwa ajili yetu Yehova, tunaomba rehema, tunaomba masamaha mahali popote ambako watoto wako tumeiacha njia yako Yehova, tumeiacha maagizo yako Baba, tunaomba uturehemu, utusamehe, tusamehe Bwana. Tumefanya dhambi za kila aina, tumefanya uovu wa kila aina, na hakika Bwana tumestahili kabisa kupigwa na wewe, tumestahili kabisa Yehova. Kila ambacho Bwana Yesu kimekuja juu yetu ilikuwa kabisa ni haki yetu, kwa maana tulikuacha wewe. Leo hii tunakuja mbele zako Bwana, tunaungama mbele zako Bwana Yesu dhambi zetu zote. Hakika tumefanya dhambi, tumefanya ukaidi Bwana, tumetenda maovu, tumekuasi wewe peke yako Bwana, na taifa hili lote Yehova limeacha maagizo yako Baba, tumefuata hukumu zako, tumefuata akili zetu, tumefuata Bwana Yesu ujuzi tulionao Baba. Sasa tunakuja kwako, tunaomba uturehemu, tunaomba utusamehe, tunatubia kila ina matendo ya mwili yaliyofanyika Bwana juu ya taifa hili. Tunaomba rehema zako Bwana. Tumefanya uchafu wa kila aina, tumefanya uasharati na uzinzi Baba, tumefanya mfalme wa nchi kila aina Bwana Yesu ya uchafu, na imekuwa ni chukizo mbele zako Baba. Tumeacha kuyafuata maagizo yako, wala Bwana hatukuzishika amri zako, hatukuyatii maagizo tuliopewa na watumishi wako manabii, ambao kwa jina lako Bwana walisema na wafalme wetu, walisema na wakuu wetu, walisema na baba zetu Baba. Ninakuja mbele zako, walisema na watu wa nchi hii. Tunaomba uturehemu Bwana pale ambako tuliacha kuyatii maagizo yako Bwana. Haki na wewe, lakini kwetu sisi kuna haya ya uso kama Bwana ilivyo hivi leo Baba. Tunaona kabisa ni mauti imeingia madirishani Baba. Tunakuja mbele zako kwa ajili ya watu wa Tanzania na kwa ajili ya wenyeji wa Tanzania Bwana Yesu. Tunakuja mbele zako kwa ajili ya mfalme wa nchi ya Tanzania. Tunaomba rehema, tunaomba masamaha. Samehe Bwana, samehe Bwana, samehe Bwana. Ni kweli kabisa hasira yako imewaka juu yetu Baba. Tunaomba uturehemu Baba, tunaomba utusamehe kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Tunakulilia peke yako Bwana, tunafungana pamoja mahali hapa, tunashikana pamoja mahali hapa kwa ajili ya kutafuta uso wako, kwa ajili ya kuja mbele zako Bwana, na kukulilia asubuhi na mapema, na kulia katika malango haya Bwana. Tunaomba ukaachilie rehema zako kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti Baba, katika jina la Yesu. Maneno yako yametuambia kwamba turarue mioyo yetu Yehova, nasi tunararua mioyo yetu, tunajiachilia mbele ya madhabahu yako, tunakulilia kwenye madhabahu ya Bwana. Samehe, samehe, samehe Baba, ninaomba ukapate kutusamehe, maana ninaamini hakika ya kwamba unapoachilia rehema zako hakuna magonjwa yatakayosalia, hakuna cha korona itakayosalia. Hakika Bwana wewe ni Mungu aliyejaa rehema na neema. Tunaomba ukaachilie rehema zako katikati ya ghadhabu. Kumbuka rehema Bwana, tunakutazama peke yako Bwana Yesu. Neno lako linasema tazama, giza kuu itaifunika dunia, lakini Bwana utatuzukia na utukufu wako Bwana utaizukia dunia. Tunakuja mbele zako Bwana Yesu, tunakusihi katika jina la Yesu Kristo Baba, pita Yehova, maana hata neno lako likatuambia kwamba siku ya kwanza Bwana utatufufua, siku ya pili utatuinua, nasi tutaishi mbele zako Baba. Nasi tuendelee kujua ya kwamba kutokea kwako ni kama yakini, ni kama mvua ya vuli inavyonyeshea nchi, ndivyo ambavyo
Bwana utakapotuijilia Baba, naomba ukatuijilie kama mvua ya vuli ambavyo inakuja bila watu kutarajia, ndivyo ambao utatujilia Bwana katika jambo hili ambalo tunalopitia saa hii. Baba, tunakuhitaji wewe, na neno lako linasema mtakeni Bwana na nguvu zake, nasi Bwana tunakutaka wewe peke yako Bwana, maana unasema tutamkumbuka Bwana Mungu wetu, kwa maana ndiye atupaye nguvu, nguvu ya kutuokoa, nguvu ya kutuponya, nguvu ya kututakasa, nguvu ya kutusamehe. Baba, ninaomba ukatujilie tena, maana tumekukumbuka wewe, tumeamua kukugeukia wewe Bwana, tumeacha mawazo yetu yaliyo mabaya, tumeacha nia zetu zilizo mbaya. Baba, tunakulilia peke yako Bwana, tunautafuta uso wako Yehova. Baba, pita juu ya Tanzania, pita na rehema zako Bwana. Baba, tunaendelea kuachilia damu ya Yesu Kristo kwenye mipaka ya Tanzania. Kwa hiyo Bwana, unapoitazama Tanzania Yehova, ona damu ya mwanao Yesu, ona damu ya mwanao Yesu tulioinyunyiza katika taifa hili. Tunaendelea kuinyunyiza damu yako Yehova. Unapotazama Tanzania Bwana, ukaachilie rehema zako, maana neno lako limetuambia kwamba hakuna dhabihu itoshayo, hakuna dhabihu itoshayo. Damu yako Bwana ndiyo peke yake Bwana Yesu inatupa neema ya kupatanisha na wewe tena. Hautaangalia maovu yetu, hautaangalia tulilotenda Bwana. Naomba ukaitazame sadaka ambayo Yesu alitoa, ambayo ni damu yake Bwana, maana neno lako linatuambia kwamba kwa maana jinsi Mungu wa milele ulipoupenda ulimwengu ulimtoa Yesu, na Yesu anatuonyesha upendo wake kwetu, akatoa uhai wake, akatoa damu yake. Nasi tunaitazama hiyo Bwana, damu ya msalaba, kwa maana neno la msalaba kwa wanaopotea ni upuzi, bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Baba, asante kwa ajili ya kazi ya msalaba. Tunaulilia Bwana Yesu, tunaushika msalaba wako, tunanang'ana na msalaba wa Kristo. Hatuna kitu kingine isipokuwa ni madhabahu yako Bwana, ambao ni msalaba wa Kristo, madhabahu ambayo ilipokea Bwana Yesu, ulitoa dhabihu moja idumuyo hata milele. Tunakutazama peke yako Bwana, tunakulilia peke yako Bwana. Achilia rehema zako, achilia masamaha yako. Tazama kanisa lako linajinyenyekesha mbele zako, linajiviringisha mbele zako. Tunahitaji masamaha yatokao kwako, tunatamani huruma zako Bwana zikapite. Tazama uchumi wetu Yehova umetikiswa. Tazama Bwana Yesu, tunakutazama peke yako. Wewe ni Mungu utuponyaye, wewe ni Mungu utuponyaye. Hakika ukutuponya Bwana, hakika maeneo yote tutakuwa salama. Magonjwa ya Bwana yasitajwe kwetu tena, ugonjwa wa korona usitajwe tena. Nasi tunasimama kama makuhani wako, tunasimama kama manabii Bwana. Tunatabiri saa hii ya kwamba ugonjwa wa korona hautakuwepo tena, hautatajwa tena, kwa damu ya Yesu Kristo Nazareti. Neno lako linasema aliye dhaifu na aseme mimi ni hodari. Kwa hiyo Bwana, haijalishi kama kuna magonjwa, haijalishi kama kuna mateso, haijalishi kama nini kipo, Baba, tunatangaza uzima wako, tunakiri uzima wako, tunakiri uponyaji wako kwa damu ya Yesu Kristo Nazareti. Bwana, pita na rehema zako, ponya watoto wako Yehova. Riabo shaka karianda rabo, ponya Bwana, pita Yehova, pita El Shaddai, pita Elohim, pita Bwana, pita ponya, samehe. Riabo shike karianda rabasa, riabo shiri. Baba, tunakuita wewe peke yako Bwana. Ponya Yehova, ponya, samehe, ponya samehe Bwana, ponya samehe Yehova, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Watu wa Ninawi walipojinyenyekesha kwako Bwana, ulisikia kilio chao, uliona machozi yao Bwana, walijinyenyekesha mbele zako Bwana. Nasi wa Tanzania tunajinyenyekesha mbele zako, tunaomba rehema, tunaomba masamaha. Samehe Bwana, samehe El Shaddai,
samehe Elohim kwa damu Yesu. Yesu mchungaji wetu, wewe peke yako Bwana. Bwana, unapokuwa mchungaji wetu, unatulinda, unatuchunga tuweze kuwa salama. Chunga wa Tanzania Yehova, pita katikati ya Watanzania, chochote cha uharibifu kilichoachiliwa Bwana juu ya Tanzania Baba, ninaomba ukapite, ukaangalie kondoo zako. We kama mchungaji, neno lako nasema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Oh Bwana, unapokuwa mchungaji wetu Bwana, afya zetu zitakuwa salama. Oh, Watanzania watakuwa salama. Oh, uchumi wa Tanzania utakuwa salama. Yesu, pita kama mchungaji, pita kama mchungaji Baba. Gongo lako na fimbo yako inatufariji, inatufariji. Kwa nini? Kwa maana utatuchunga, utatuchunga katika njia ya haki, utatuchunga katika njia ya salama Baba. Hata ni kama ni kutoa fimbo Baba, ninakusii, pita, pita, pita na rehema zako, pita na rehema zako, pita kama mchungaji. Maana mahali utakakotuweka Yehova ni mahali ambako ni salama, ni mahali ambako ni salama Baba. Tusaidie Baba, tuongoze Baba, tutetee Baba, tuinue Baba, tusamehe Baba, tutakase Baba, tusaidie, tusaidie Bwana. Tunakulilia Yehova, tunakulilia peke yako, hatuna msaada mahali pengine popote. Neno lako likasema, Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada unaonekana tele wakati wa mateso. Ni kama wakati we Bwana, msaada ndipo unapowachilia. Tunahitaji msaada wako, kanisa linahitaji msaada wako, kanisa linahitaji neema yako, kanisa linahitaji nguvu zako, kanisa linahitaji uzima wako. Rakabushanda, ni nani wewe mlima mbele ya Zerubabeli? Ni nani wewe korona mbele ya jina la Yesu? Tunalitia jina la Yesu, maana neno lako Bwana linasema huo mlima utakuwa tambarare, itakuwa tambarare. Nasi tunatabiri ya kwamba korona itakuwepo, haitatajwa kwa damu ya Yesu Kristo. Uzima ukadomo, uzima ukadomo juu ya Tanzania kwa damu ya Yesu Kristo Nazareti. Bwana, 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 tembea Yehova, ukafanye nguvu zako Bwana zikatende kazi kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Hakika ndani yako ndimo ulimokuwa uzima. Rapushe kikiriandaraba kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Uzima wako Bwana, uzima wako Bwana, uzima wako Bwana, uzima wako Bwana ukatende kazi tena katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Damu ya msalaba, damu ya msalaba, damu ya msalaba ikapite kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunaendelea kujimimina mbele zako Baba yangu. Tunaendelea kushuka kwenye madhabahu yako ya rehema na neema, ili tuweze kupata Bwana wa mabwana, Mungu wa mbingu na nchi, rehema za kwako Bwana. Asubuhi hii ya leo tuko hapa Bwana, watoto wako Mungu wetu, tukiwa tunajua kwamba Mungu, tunapokuja mbele zako kama jinsi maneno yako yanasema kwamba tunapokutafuta Bwana tunakupata, maana tunajua kwamba we Mungu karibu nasi sana kuliko mavazi yetu Bwana. Nasi tunakukaribia kwa damu ya mwanao Yesu Kristo, kwa sababu katika hiyo Bwana inatutakasa dhamira zetu. Damu ya Yesu Kristo pekee yenyewe ina uwezo wa kututakasa na kubadilisha historia yetu wa Tanzania. Maana kwa sasa kuna historia inayoelezeka, inayozungumza mbele yetu kuna hatari, lakini tuna historia ya nguvu ya msalaba ambayo inatuambia ya kwamba neno la msalaba kwa waliopotea ni upuuzi, lakini kwetu sisi ni nguvu ya Mungu, tukijua ya kwamba nguvu yako Bwana ni msaada wa maisha ya kwetu, tukijua ya kwamba nguvu zako Bwana ndizo zinazotupa uzima wa milele. Nasi tuko mbele zako Jehova Mungu mwenye enzi yote, tukitarajia kwamba Bwana yale yote ambayo tunayasikiliza yanazungumzwa ni kweli kabisa, ni sawa na walivyosoma, ni sawa na wanavyotazama kwa mtazamo wao, lakini tunatazama mtazamo wa kukuangalia we peke yako Mfalme. Namna unazungumza na sisi ni namna ambayo
unasema ya kwamba kila anayemwamini mwana yuna uzima, nasi tunakuamini Bwana kama Tanzania. Ndio maana hizi siku 3 tumekupatia ili tujinyenyekeze mbele zako, ili kwamba Bwana utunusuru na janga hili linaloonekana mbele yetu, lililokuisha kunusa Tanzania. Na majira haya tunaposogea mbele zako Bwana, tuna uhakika na nguvu ya damu ya Yesu, ambayo katika hiyo Bwana inanena ukombozi, inasamehe dhambi. Mungu wa mbingu na nchi, tunatarajia kwamba ndani ya damu yako tunasamehewa dhambi zetu, tunatakaswa kabisa, tunakuwa mahuru kweli kweli. Baba, ndio maana nanyenyekea mbele zako Bwana, tena kwa ujasiri mkubwa babangu, nikijua ya kwamba Bwana wa mabwana, wewe kama Mungu wetu unatuonyesha mifano ya namna ya jinsi ya Israeli ulipokuwa unaitazama kwenye kitabu kile cha Yeremia sura 18, ulipokuwa unamzungumzia Yeremia akayaende mpaka nyumba ya mfinyanzi, aende akatazame kule ndani ya lile eneo, amuone mfinyanzi namna anavyoumba vile vitu vyake, na jinsi ambavyo kinapoharibika katika mkono wake mfinyanzi huwa na kukitengeneza kwa upya. Ni kweli kabisa, kama taifa tumeharibika kwa kuloana kwa dhambi, na mioyo yetu imekuwa mbali na wewe kwa sababu ya mawazo yetu yameelekea kwenye dhambi. Mawazo yetu yamebeba hila, yamebeba usda, yamebeba wivu. Mawazo yetu Bwana ni mabaya siku zote, hakuna mahali tumewaza mazuri. Lakini leo tumejua ya kwamba bila wewe hakuna lolote tunaweza kufanya. Ndio maana tumeweka ya kwetu yote chini Bwana, tumenyamaza kimya mbele zako siku hizi 3, tukiwa tunatarajia kwamba Bwana uone tumeona tumekwama, uone tumeona tumeshindwa, ya kwamba tumeona wewe uwe namba 1, ya kwamba wewe dawa yetu Bwana. Ndio maana tunarejea Bwana, tunaona ya kwamba Bwana unasema ya kwamba ikiwa taifa lile ambalo Bwana ulikuwa Bwana umeliagiza lienende kama wewe, lakini likaingia katika dhambi, unasema ya kwamba taifa hilo Bwana litakapokuwa limesikia sauti yako kwa upya tena, likarudi mbele zako kwa kujinyenyekeza, Baba unatoa maagizo ya kwamba Baba utagairi mabaya yote ambayo ulikuwa umeazimia kuyatenda. Tunajua uliazimu mauti, ulikuwa umeghadhibika Bwana, ulitazama dunia ukaona iko kiboko kinastahili kipite tena juu ya watu, ili kwamba tujifunze kutokana na makosa, ili kwamba tujifunze tuseme kwamba hata sasa huyu ni Bwana amepita kwa ghadhabu yake, ili tukurudie Bwana, turudie kwako, ili kwamba Bwana tuweze tena kuwa watu wako. Huna nia mbaya na sisi kabisa, huna mawazo mabaya na sisi, unayetuwazia ni mawazo yaliyo mema, tena ni mawazo ya amani Bwana. Utupe tumaini siku hizi za mwisho, ili ndilo naloliangalia kwetu. Hivyo una nia ya kuangamiza, nia yako ni kuokoa, nia yako ni kuponya. Ndio maana tunajimimina mbele zako babangu, ndio maana tunajimimina mbele zako Jehova, tukiwa tunajua hakuna jinsi ambavyo tunaweza tena peke yetu. Ndio maana hata tulipokuwa tunatazama mataifa mengine yalipokuwa yanakutana na janga hili kwa namna moja mpaka nyingine, tuliwatazama tukijua uwezekano wa dawa kupatikana kabla haijafika Tanzania. Uwezekano upo. Tulikuwa tunawaona ni watu ambao Baba uliweka akili ndani yao, tukawatazama kwa namna ya kwamba siku zote tukipata athari ya miili yetu ndiko tunategemea kwenda kutibiwa. Tuliwaangalia kama watu ambao ni msaada, tukasema ni kesho dawa inapatikana, ni sasa hivi dawa inapatikana, lakini tukaona bado wanaangamia, hata ikagusa taifa letu. Lakini hata sasa hatujachelewa, bado tunakuja mbele zako Bwana, tunaanguka miguuni pako Mesia, tunaanguka
tunashuka kwako Mwokozi, tunadondoka miguuni pako babangu, tunashuka kwako Jehova, na teremka miguuni pako, na kuja na dhambi za Watanzania, nashuka kwako Mungu wa rehema. Maana hata sasa angalia wako ambao wameamkia kilabuni, wako ambao wameamkia Bwana kwenye kona wanavuta bangi sahihi, wako ambao wameharibu miili yao, wanajiuza asubuhi hii Bwana, wametoka kujinadi, wako ambao Bwana wako hata sasa kwenye makasino wanaendelea kujinadi, wako ambao Bwana miili yao imekuwa miili ambayo ni mashetani yanakaa ndani. Baba, ninakuja mbele zako, ninaanguka miguuni pako, ninajidhili mbele zako, ninalia mbele zako Bwana, nauliza rehema zako Mungu wetu. Ni kweli kabisa wamekosa, ni kweli kabisa hii ni dhambi, ni kweli kabisa Bwana mahali ambapo Roho Mtakatifu alitakiwa kukaa, Roho Mtakatifu akai tena humu ndani. Tumeondoa nguvu ya Roho Mtakatifu, imeingia nguvu ya uasherati, imeandama nafsi za watoto wako, imeandama miili yao Bwana. Hakuna utulivu kwenye mwili Bwana. Imefika wakati tunaposoma maneno yako tunasema, mbona ndio haya Yesu aliyasema ya kwamba kizazi cha nyoka, kizazi ambacho kimejaa uasherati. Baba wa mbinguni, mbona ndio haya tunayoona? Watoto wadogo kabisa wamezini na baba zao, watoto wadogo kabisa wamelala na mama zao, watoto wadogo kabisa wamekuwa wakilawitiana, watoto wadogo kabisa wameingia kwenye kusagana. Haya yameonekana kwetu. Acha tukwambie ukweli, sina sababu ya kukuficha. Acha nikueleze Bwana, najua nitasaidika, najua utanisikia, najua utasamehe Bwana, najua Mungu utatutakasa, najua Bwana utarehemu kanisa la Tanzania, najua utaokoa na kuponya Bwana. Maana haya ndio tunayofanya kweli, haya ndio tunayotenda babangu, hata ndani ya hekalu lako Bwana, mahali ulitarajia tutoe kipaumbele ya kufunza maneno yako, lakini tumekuwa wauaji wa vipawa. Haturuhusu watu waende mbele, tumewazuia kwenye malango. Wanapoinuka tunawaua, wanapoinuka tunazuia vipawa, tumezuia hata wasinene kwa lugha. Tumefika wakati babangu, hata uwezo wa Roho Mtakatifu tumezuia kanisani. Hatutaki kusikia habari za Roho wako, tumemkataa Roho Mtakatifu. Maana yeye peke yake babangu, mbona angeweza kutuelewesha, mbona angetuelimisha kwamba kuna janga linatokea kabla halijatokea. Tungekuja mbele zako mapema, na sasa tunajua kwamba tulikuwa mbali na wewe, na hata Roho wako Baba hatukumuita. Tumetumia akili zetu peke yetu babangu, ndio maana tumekutana na mambo kama haya Bwana. Tumekutana na udhaifu kama huu Mungu wangu. Sasa nanyenyekea mbele zako Bwana, nashuka miguuni pako babangu. Yesu samehe, Yesu samehe. Wewe nakumbuka jinsi ambavyo Baba, kwa yote tuliokutendea kwenye msalaba, ulibaki na neno moja Baba, wasamehe kwa kuwa wajui watendalo. Ni kweli, si kwamba hatujui, ulikuwa unajua tunatenda kinyume, ulikuwa unajua namna tunazuia watu kwenye malango, ulikuwa unajua jinsi ambavyo tumeangalia kondoo walioniona tukasogeza tukawala. Ulikuwa unaona namna ambavyo tulikuwa tunasema tunatoa sadaka, kumbe tunaua, kumbe tumetoa vitu vilivyokufa na ukweli haumo ndani. Ndio maana unasema ya kwamba wako wanaodhani wanatoa sadaka, kumbe ni wauaji. Kristo babangu, wenda tumetoa sadaka, kumbe ni wauaji. Mungu wa rehema, ndio maana haya yanatukuta, ndio maana haya yanatupata. O Mungu wangu na Baba yangu, tunaangalia hata amani yetu wenyewe hata hatuko nayo, hata amani yetu kwenye ndoa haipo, hata amani ya sisi na watoto haipo. Wala si kwa sababu tu ya korona, ni kwa sababu tulilialifu hekalu lako Bwana, tukaweka mbali Roho Mtakatifu. Sasa Baba inatugharimu. Mungu tuhurumie, Mungu tuhurumie Bwana, tuhurumie babangu.
Tuhurumie Yesu. Niko mbele zako babangu, niko mbele zako babangu. Nakuja kama nchi ya Tanzania, nakuja kama taifa ambalo limetoboka toboka, ambalo riamasekete riamakoriri mama saira rimama shekete remekuria rimama santa baba oriamasekete. Hata mbegu haikai kwenye shamba, tukipanda inaharibika, tukipanda hata kwa wakati mvua zinazidi. O Mungu wa rehema, tumeshindwa hata kujua tena hata majira, tumepoteza hata nyakati, hata mvua unazotupa mara nyingine zinatuzidi. Hayo yote ni ukosefu Bwana ambao tunatenda mbele zako Mungu wangu. Yesu tusamehe Bwana, Yesu tusamehe babangu. Hakuna mtu naweza kumwelezea habari hii ambayo tuko nayo wa Tanzania. Hakuna mtu naweza ongea naye nikamwambia. Hakuna namna ambavyo naweza kutana na mtu nimwelezee. Lakini ni mambo ambayo tunaona tueleze mbele zako Bwana, ambayo yanaonekana kwetu wa Tanzania, ambayo yanaonekana tunayatenda wazi wazi, ambayo Bwana yanafanyika juu ya miili yetu, ambayo babangu yanafanyika kwa ndugu kwa ndugu. Hata imefika wakati babangu, mali tulizo nazo Baba, tumeua mama zetu, tumeua baba zetu Baba, tumeua albino. Mbona tuache nikwambie ukweli Baba, acha tu nikueleze babangu. O Mungu wa rehema, Yesu Kristo babangu, oria masata, magari tulionayo sio jasho letu wala si nguvu zako zimetupa utajiri. Tumepata nguvu kutokana na nguvu ya Freemasoni, na wametueleza tutoe ndugu zetu. Tumetoa karibia uko umeisha. Kila leo tunazika Baba, ikifika mwezi wa 6 ni lazima kutoa mto, nasi tumeona kawaida yetu babangu. Kweli tumeua ndugu zetu wengi, kweli tumefanya haya katika nchi yetu, kweli babangu. Mungu wa rehema, nalia mbele zako Baba, tukumbuke, turudie tena Baba, turudie tena babangu, turudie tena Jehova. Nakusihi Bwana, rejea Tanzania, okoa watu wako Bwana, tuokoe tena kwa damu yako, turudishe tena babangu. Tuko tayari Baba, tumeitika Mungu wetu, tumesikia Baba. Inatosha hii adhabu, inatosha ili pigo, inatosha hii hasira uliangusha kwetu Baba. Tusamehe sasa babangu. O Mungu, samehe na kuponya hii korona, samehe na kuponya ukimwi, samehe na kuponya hii goita. Samehe babangu, samehe Bwana, samehe babangu. Yesu tusamehe, Yesu tusamehe, tusamehe Bwana. Utupe na neema ya wokovu, tupe tuokoke Bwana. O Mungu wangu na babangu, o Mungu wa rehema, angalia namna ambavyo Baba ndani yetu tumekataa kukuamini Mungu wa kweli. Bwana, tumekuwa tukitambika kwenye madhabahu za babu zetu ambavyo walikufa zamani. Hata sasa tunapeleka pombe kule, tunachinja huko, tunatoa matambiko kule, tunafanya makafara. Tunazungumza nao ya kwamba mwaka huu watulinde, tumezungumza nao ya kwamba watusababishe tuwe na afya njema. Ndio maana haya yametupata babangu, ndio maana haya yametupata Baba, ndio maana haya yametupata Baba, ndio maana haya yametukuta Baba, ndio maana dunia imekutwa na haya. Maana hata kwenye bahari ambayo ulikuwa umeweka Bwana watoto wako Mungu tufurahie ile bahari, ulitupa bahari ndani ukaweka samaki na vitu mbalimbali kama ulivyoona ni vyema, lakini chini ya bahari Bwana, kwa mawazo yetu tukashuka huko Baba, tukaanza kuweka sanamu, tumezifungia kule, tunazama huko, tunafanya ibada huko, tunaita ni Mungu wa fedha, ni Mungu wa maji, Mungu wa rehema. O Mungu kweli atatoa hasira iwake. Yote ni kwa sababu ya matukio haya,
lakini kwa kuwa tumejua Bwana, tumegeuka Bwana, tunaomba rehema zako babangu. Miungu mingine tumeabudia kwenye miti, miungu mingine tunaabudu kwenye mawe iliyokuwa katikati ya boma. Tunaita Mungu maboma yetu ya kwamba Bokidi, majiwe mengine Bwana, maibada zingine tumefanya kwenye masali, ibada zingine tumefanya Bwana kwa kuabudu nyoka, tumeabudu ndama, tumeabudu Mungu wangu visivyoonekana. Mungu, hata mwezi tumeabudu na jua. Tumesema Mungu jua, Mungu mwezi, Mungu wa rehema. Saizi tusikilize sasa babangu, tusikilize sasa babangu, tusikilize kuugua kwetu Bwana, tusikilize sasa Mungu wa rehema. Turudie tena watoto wako Baba, turudie tena wa Tanzania, turehemu tena Bwana, maana kwa maneno yako unasema kwamba Mungu wa rehema, ya kwamba unasamehe dhambi zote, unaponya magonjwa yote. Nasi tumeona namna ya upendo wako kwa kuendea msalaba Bwana, kwa kupigwa kwako tumepona. Adhabu ambayo ilipasa tuendee Yesu ulibeba, nasi tulikufa pamoja na Kristo, na uhai wetu umefichwa ndani ya Kristo. Katika Kristo Yesu tunaamini ya kwamba Watanzania tumefichwa ndani yako, maana kufa pamoja nawe Kristo, tulikufa pamoja nawe, na uhai wetu umefichwa ndani yako. Uhai wa Watanzania umefichwa ndani ya Yesu Kristo. Kwa sababu hiyo dhambi yetu imefutwa kwa damu ya Yesu. Tumeondolewa dhambi, tumefutiwa dhambi, tumeondolewa, kuwekewa neema na rehema, ili kwamba tusogee kwenye kiti cha rehema kwa ujasiri, tukiwa tuna uhakika kwamba damu ya Yesu pekee inatutakasa, pekee inatusafisha, pekee inatutengeneza, pekee inatuisha, pekee inatupa fursa, pekee inaturejesha tena kwenye moyo wa Mungu, maana ndio kipatanisho. Pasipo damu hakuna ondoleo la dhambi. Hivyo damu ya Yesu ninaikiri kama nguvu ya ondoleo la dhambi. Damu ya Yesu Kristo ninaikiri Bwana, inayenena masamaha, inayetulipia mshahara wa korona, inatulipia mshahara wa deni la korona tunalodaiwa, kwamba tupite hapo. Damu ya Yesu inatulipia. Napeleka damu ya Yesu kwenye malango ya kuzimu, na achilia damu ya Yesu kwenye mipaka ya Watanzania, na mimi na damu ya Yesu kwa Watanzania wote. Damu ya Yesu Kristo, nyumba kwa nyumba, mkoa kwa mkoa, wilaya kwa wilaya, kijiji kwa kijiji. Nakiri damu ya Yesu inalipa deni la korona ambalo lilipasa tupite hapo kwa sababu ya dhambi, lakini damu ya Yesu tunaielewa, tunaiachilia juu yetu, tunaikiri kama fidia ya dhambi, inapita kama fidia ya mauti ambayo Yesu Kristo unasema ya kwamba sasa basi sheria ya roho uzima imetuweka huru mbali ya sheria ya dhambi na mauti, kwamba tuko huru sasa kwa damu ya Yesu. Ndani ya siku ya 3 ya maombi ya Kitanzania ambayo tunaomba kwa habari ya korona, tunaamini ya kwamba sasa basi tunatengwa na korona, tunatengwa kwa sababu damu ya Yesu pekee inalipa madeni haya, inalipa kila mshahara. Hata kama huyo aliua mama yake, iko damu ya Yesu kwa ajili yake, iko damu ya Yesu kwa ajili yake, iko damu ya Yesu kwa ajili ya Watanzania, iko damu ya Yesu ya kukatilia mbali madhabahu ya mauti. Damu ya Yesu inaenena uzima. Damu ya Yesu, damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo ambayo inanena uzima. Damu ya Yesu Kristo ambaye remekente shekekente rikamakante shoko mondiri manteririrante shekiria mantiria masekente shoko maria mante, inamrudisha Roho Mtakatifu katikati yetu wa Tanzania. Rimo shikiri mama mante, rimo shaka mandere sekente, ramo sikiri interensente, ramakante shekerere, rimo shoko montere sekente. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu inapita kwenye hali ya hewa, inabadilisha hali ya hewa, inaondoa mauti, inaondoa maneno na matarajio wanaotarajia ya kwamba miezi miwili mbele tutaanguka. Anguki hata mmoja, maana tunavuta damu ya Yesu, tunatumia damu ya Yesu, tunaamini damu ya Yesu, tunanyunyiza damu ya Yesu. Imetulipia mshahara wa korona, imelipa
madeni ya ukimwi, imelipa madeni ya kansa, imelipa madeni ya uvimbe, imelipa madeni ya kesi za mahakamani. Damu ya Yesu imetuondolea umasikini, imebadilisha majina, tunapewa majina mapya. Damu ya Yesu rima sekebekete rimo sikiriri rima sekemekete. Damu ya Yesu Kristo romokoria masekete ikiri kuliko kawaida, itauone na nyesha kama mvua, itauone na kudondokea risekepekete romo sekiriri mesente. Damu ya Yesu pekee, hiyo ndio iliyosababisha jiwe limpishe Yesu Kristo kwenye lile kaburi, kwa sababu ya ushindi wa damu ya Yesu. Kaburi lile alikuweza kumshika kwa sababu ya damu yake ilikuwa ni takatifu, ilikuwa imemwagika juu ya ardhi kwa ondoleo la dhambi, kwa kutulipia madeni, kwa kurejesha afya zetu. Hivyo iachilie ikiri damu ya Yesu, damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo, damu ya koria mante shakemi kintiri mante shokomandiri maseira romakuria mantori kamante. Hakuna kinachoweza kukaa juu ya damu ya Yesu, hakuna kinachoweza pambana na damu ya Yesu. Hii damu ya Yesu uriama sekente inazidi damu ya mafahali, inazidi damu ya Mariamate imokoria masaira, ilishindwa kufanana na damu ya Abili. Ndio maana Biblia inasema si zaidi damu yake Kristo uriama sekente rimoko manderese kente himesekerere shokoriri mama rimokori mama riando rimosekerere kekente romokonterere sente. Damu ya Yesu rimokuri omoserere. Nguvu ya damu ya Yesu sio nguvu ya kawaida, ni nguvu ambayo inaweza somba kila ria masekere rimosikintere sekente. Hiyo ni dozi tosha rimokuri amondere sente rama sekere rimesente rimokuri ama sekere rimokuri rimosiriri. Damu ya Yesu, damu ya Yesu inaondoa neno kwa neno, inafuta maneno kwa maneno, inaondoa ukuta kwa ukuta unaotangazwa kwa habari ya corona Tanzania. Inaondoa maneno, inaondoa mawazo wanaotuwazia mawazo mabaya, wanaofikiri vita juu yetu. Damu ya Yesu iko kupangua, iko kuwachonganisha, iko kuwapiganisha wao kwa wao. Ora ya damu ya Yesu ni hiyo rimosekere remesente. Unapoikiri na kwenda kama mjumbe wa mauti kwa maadui zetu, lakini uzima kwetu romokoria masaya. Hakuna raha kama hii. Damu ya Yesu shikimekente romokuria manderesente rimokoria masaya. Wanaoifikiria Tanzania kwa vita, wanaofikiria rais wetu kwa vita, tunapeleka damu ya Yesu kama ujumbe wa mauti rimosike mende remesente rumosike remesente rimosere remesente rimakoria masanta ramakoria masere remesente. Hiyo damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu Kristo ramosekente remekoria hoya mandara masanta. Unapoita damu ya Yesu kuzimu kunatetemeka. Tunaita damu ya Yesu natetemesha kuzimu. Tunaita damu ya Yesu napasua miamba. Tunapotumia damu ya Yesu tunatakasa na magonjwa yote, na tutakasa na magonjwa ya ngozi. Tunaita damu ya Yesu kujiondoa unajisi wote. Tunatumia damu ya Yesu maana ndio utakaso wetu. Damu ya Yesu nashinda damu zote. Damu ya Yesu nashinda kila aina dhambi. Damu ya Yesu inatutakasa na tusafisha. Bwana, hakuna damu inalinganisha na damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Ni damu ya thamani kuu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Tunaitia damu ya Yesu katika ardhi ya Tanzania. Tunaita damu ya Yesu kutakasa ardhi yetu. Ardhi yetu imenajisiwa na roho za mauti, imenajisiwa na mauaji. Damu ya Yesu tunaita takasa na zote zilizo kwenye ardhi ya Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunaita damu ya Yesu bado kutusafisha, tutasafisha na udhalimu wote katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana, tunalitia jina lako Bwana, na hata jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Jina la Yesu ndio linashinda majina yote. Jina la Yesu linatukomboa. Hakuna jina lingine tunapaswa kuokolewa kwalo zaidi ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana, tunalitaja jina la Yesu Kristo wa Nazareti lituokoe na maangamizo yote. Bwana, tunapolitaja jina la Yesu kuzimu kuna taharuki.
Nazareti. Tunatamka jina la Yesu duniani kote. Tunatamka jina la Yesu litawale Bwana. Tunatamka damu ya Yesu kama ndio bendera ya ushindi. Katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Kila inajaribu ndogo mbele yetu. Kila inajaribu na magonjwa. Majaribu inatanana na mwovu shetani. Jina la Yesu linatosha. Jina la Yesu linapita majina yote. Katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Bwana. Kila kitu cha zaliwa na Mungu ushinda ulimwengu na kuruwa kushinda na kushinda kwa ulimwengu. Bwana Yesu, sisi tunaamini kwamba tunapotumia jina la Yesu kama sisi watoto wa Mungu tunashinda na zaidi ya kushinda. Mungu atatushindia kwa sababu malaika wa vita wako upande wetu. Tunaita malaika wa vita tusaidie. Malaika wa vita wakae mpakani kwetu. Malaika wa vita wakae nyumbani kwetu. Malaika wa vita wakae barabarani. Atakuzuia ajali zinazotokea mara kwa mara. Katika jina la Yesu Kristo Nazareti tunashinda na zaidi ya kushinda. Tunashinda ulimwengu wa mwovu shetani. Tunashinda kwa damu ya Yesu. Tunashinda kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Maana Bwana kwa upande wetu ni wengi. Katika jina la Yesu Kristo Nazareti adui hana nafasi. Ikiwa Mungu kwa upande wetu adui hawezi kutushinda. Na sisi tunashinda. Tunashinda kwa sababu tuna imani yetu. Tuna imani katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Imani yetu ndio inatushinda. Imani yetu inatushindia kila aina vita. Vita vya siri, vita tunavyoviona visivyoonekana, vita vya kila aina jaribu. Tunashinda na zaidi ya kushinda katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Hakuna kitakachotuogopesha. Roho ya hofu haitakuwepo tena. Kila aina maangamizo haitakuwepo tena katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Mungu maneno yako yanasema Mathayo 7:24, kila asikie maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu anayejenga nyumba yake juu ya mwamba. Hata mvua ya mawe ikipita haitaanguka. Na sisi Bwana tunatumia maneno yako Bwana. Sisi wenye hekima, sisi tuna akili Bwana. Tuna akili kwa sababu tuna neno lako. Tuna akili kwa sababu uko ndani yetu. Tuna akili kwa sababu tunamtumania Yesu Kristo. Tuna akili kwa sababu tunaikiri damu ya Yesu. Yesu anatushindia katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Tumejenga nyumba yetu juu ya mwamba. Maana tumejenga katika msingi wa Kristo. Tumejenga katika msingi wa mitume na manabii. Katika jina la Yesu Kristo Nazareti hatutatishika kamwe. Hata upepo ukivuma tunajua kwamba hatutayumba. Tuna imani tele Bwana. Tuna ujasiri wa kuingia patakatifu pake Baba. Katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Mungu tunashinda. Hakuna adui ambaye atakayeweza kutuzuia katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Maana Mungu umetupa akili za kiroho, umetupa hekima, umetupa roho ya ufahamu, umetupa roho ya maarifa ya kujua mema na mabaya katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Maana neno lako ni taa ya mioyo yetu na mwanga, taa ya miguu yetu na mwanga wa mioyo yetu. Neno lako linatuongoza. Tunaongozwa neno lako Bwana. Hatutapita gizani kamwe. Hatutapita kwenye giza la magonjwa. Hatutapita kwenye giza la magonjwa aina yote. Hatutapita katika jina la katika njia ya hasara. Tutashinda kila aina vita vinavyokuja kwa siri. Kila aina majaribu yanamjia mtu mmoja. Watanzania ni washindi. Kila Mtanzania ni mshindi. Majaribu yanayopitia ni madogo tu ukilinganisha na ule utukufu anakuja kuupata katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Tunajua utukufu wa Mungu kwa Tanzania. Utukufu wa Mungu kwa kwetu Tanzania. Kwa sababu uko na nafasi. Tena ameshalegea. Ameshashindwa. Ameshanywea. Anaondoka korona. Korona inaondoka Tanzania. Maana hana fungu, hana mamlaka, hana mahali pa kukaa. Maana ardhi ya Tanzania ni moto. Wewe korona utakaa wapi? Wapi kushinda kwako mauti? Wewe mauti ya korona wapi kushinda kwako? Katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Maana Tanzania ni moto uteketeza katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Maana sisi ni ukuhani mteule, taifa takatifu, watu wamiliki yake Mungu. Tunakuomba kwa damu ya thamani. Katika jina la Yesu Kristo Nazareti tukaingia katika raha yake. Na sisi tumekombolewa kwa damu ya Yesu. Sio kwa vitu viharibikavyo. Kwa damu ya thamani. Tunajua hatuko kwenye uharibifu. Hakuna Mtanzania aliye kwenye uharibifu. Hakuna mali ya Tanzania atakaye kwenye uharibifu. Katika jina la Yesu Kristo Nazareti tumekombolewa kwa damu ya Yesu. Maana sisi ni uzao mteule, taifa takatifu, watu wa miliki yake Mungu. Tumekombolewa kwa damu ya thamani katika jina la Yesu. Sisi ni uzao
nafasi tena, uadui ambao amepata nafasi akaingia kwetu. Sasa ile milango tunaiziba, tunafunga ile milango na madirisha, vichochoro vile ambavyo amepitia tumeshatubu, kwa sababu alipata mlango kupitia dhambi zetu kama wanadamu wa kawaida, lakini tumefuta dhambi zetu zote, maana Mungu ameshatusamehe, maana Mungu ameshasikia toba yetu, Mungu ameshakubali toba yetu. Baba, katika jina la Yesu tunasema ni asante kwa kuwa umesikia kilio cha Tanzania, umesikia maombi ya Tanzania yamefika mbele kiti chako cha rehema ya Bwana. Kwa kuwa Baba Mungu unafungua masikio yako ya Mungu, unasikia maombi ya watoto wako mahali hapa, katika jina la Yesu tunakushukuru Baba kwa sababu uko Tanzania. Tunakushukuru kwa kuwa umetukupatia Tanzania, utatuacha Bwana, utamwacha Mtanzania aone uharibifu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu le hai, asante kwa sababu wewe ni Mungu mwema tena ni mtakatifu maishani mwetu Bwana. Asante kwa sababu tumeuona mkono wako, tumeona ukuu wako Bwana. Katika siku hii tena mfalme wa amani ya pili katika maombi haya mfalme wa amani, ambapo katika haya maombi tuna siku 3 Bwana. Asante mfalme wa amani kwa sababu tumeuona mkono wako, tumeona ukuu wako, kwa sababu wewe mwenyewe ulikuja kututafuta Bwana, na wewe mwenyewe ulitupenda mfalme wa amani, na ndio maana mpaka majira yanasai tuko mbele zako Bwana. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti tukisimama katika madhabahu yako Bwana, tukilitamka jina lako na kuita nguvu yako na kuita ule uweza wako Bwana, ukasimame katikati ya maisha wa Tanzania Bwana, ikatutetee na kutusaidia Bwana, maana tunasimama patakatifu pako Bwana, tunautazama msalaba wako ambao ni madhabahu kwetu mfalme wa amani, maana umesema ya kwamba katika neno lako ya kwamba kwa kuwa neno la msalaba Bwana nao potea ni upuuzi, lakini sisi kwetu tunaamini ni nguvu ya Mungu, na ndio maana Bwana tunaiamini hiyo nguvu ya msalaba, tunaiamini hiyo damu ya Yesu, na ndio maana tumekimbilia Bwana, katika jina la Yesu Kristo tumekimbilia kwako pamoja na vyote tulivyo navyo Bwana, tumesarenda kwako mfalme wa amani, kwa sababu wewe peke yako ndio unaweza kutuponya, kwa sababu wewe peke yako ndio unaweza kutuokoa Bwana, na sisi tuko mbele zako Bwana, katika jina la Yesu tukikataa mauti katikati ya maisha yetu, tukikataa magonjwa katikati ya maisha yetu Bwana, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Hata ili gonjwa la corona Bwana tunalikataa, halitokaa katikati yetu Bwana, halitokuwa katikati ya maisha yetu Bwana, halitokaa Tanzania Bwana, maana tunalikemea na kulifukuza liondoke kwenye maisha yetu. Hakuna mauti itakaye simama, maana hiyo mauti imemezwa na damu ya Yesu, hiyo corona imemezwa na damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Maana tunasogea kwako kwa ujasiri Bwana, maana Mungu umekwisha kutusamehe, maana Mungu umekwisha kututakasa, nasi katika jina la Yesu tunasimama kwa ujasiri kabisa Mungu, tukilifukuza ili gonjwa likae mbali nasi, likae mbali na familia zetu, likae mbali na taifa letu Bwana, katika jina la Yesu. Maana Watanzania tuko kwako Bwana, tunakutamka Bwana, katika jina la Yesu Kristo kwenye maisha yetu Bwana, tunakutamka Mungu kwenye kazi zetu Bwana, katika jina la Yesu Kristo, maana afya zetu zinakutegemea wewe Mungu mwaminifu. Tunakutaka wewe peke yako, tunakutaka wewe peke yako, maana wewe ndio msaada, na ndio maana tuko kwako mfalme wa amani, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nyosha mkono wako Bwana, uendelee kuwatetea watoto wako Bwana, wale ambao tayari ambao wamekwisha athirika Bwana na virusi vya corona Bwana, nyosha mkono kwa Bwana, ukawaponye na kuwafungua Bwana, katika jina la Yesu. Uisha tena mfalme wa amani, simamisha tena neema yako juu yetu Mungu, kwa jina la Yesu Kristo. Uangalie watoto wako Bwana, katika jina la Yesu, walioko mahali hapa na mahali popote Bwana walipo, mkono wako ukae pamoja nao Bwana, wasaidia watetee mfalme wa amani Bwana, usiwaache wala usiwapungukie Bwana, katika jina la Yesu. Maana sisi ni washindi na zaidi ya kushinda, maana Yesu ulikwisha kutushindia pale msalabani, kwa jina la Yesu. Kama kaburi alikuweza kukuzuia pamoja na malaika na jua aliloweka alikuweza kukuzuia, mwanaume ulitoka kwa ajili ya kuokoa na kukomboa, hata sasa umeokoa, hata sasa umekomboa maisha wa Tanzania, hata sasa umewafungua Tanzania. Hakuna kufa Bwana, hakuna kufa na magonjwa namna yote, hakuna kufa na corona, hakuna mauti ambayo itasimama Tanzania, kwa jina la Yesu Kristo. Hakuna mauti itakayosimama Tanzania, kwa damu ya Yesu. Maana tunakukiriwa uliomweza, tunakukiriwa ulio mtakatifu, tunakukiriwa uliomweza Mungu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Maana tumekuja kwako, tumeinama
kwako Bwana, tumeinama kwako, tumekutaka wewe peke yako ili ukaingilie kati ya Bwana, katika jina la Yesu. Maana mkono wako Bwana si mfupi usiweze kuokoa. Bwana, umeenda kuokoa Tanzania Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Umeziokoa nafsi za watoto wako Mungu, na umezifungua Bwana, maana tuko kwako Mungu, katika jina la Yesu. Maana msaada unapatikana kwako Bwana, katika jina la Yesu. Nasi msaada wako Mungu ndio tunautamani na kutaka kwenye maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Maana wewe ni Mungu kwetu, na wewe ni baba yetu, na wewe Mungu tumekukimbilia wewe, wala utatuacha Bwana, katika jina la Yesu, wala utapunguka kwenye maisha yetu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Maana wewe ni Mungu mwaminifu, hakuna kama wewe. Tumekukimbilia wewe Bwana, tumekukimbilia wewe mfalme wa amani, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Maana ni wakati wa kuwekwa mahuru, ni wakati wa kuwa huru tena, ni wakati wa kuondoka katika vifungo, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Maana damu yako inapigana Bwana na kututetea Mungu, kwa damu ya Yesu unakwenda kutuinua tena na kutuvusha Bwana, kwa mkono wa nguvu zako mfalme amani, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Maana wewe ni Adonai, hakuna kama wewe Bwana. Wewe ni Mungu usiyefananishwa wala usiyelinganishwa na jambo lolote. Tunakutukuza kwa ajili ya uaminifu wako na uweza wako, kwa ajili ya afya tulizo nazo Bwana, kwa jina la Yesu Kristo, kwa uaminifu wako na uweza wako ambao umeendelea kuachilia katikati ya maisha yetu. Tunalitukuza jina lako Bwana, maana peke yako umetukuka, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Limidio jina lako, kwa kuwa ni Mungu mwaminifu, tena ni Mungu unayetupenda, na ndio maana hata sasa tu wazima, na ndio maana hata sasa tunalikiri jina lako, na ndio maana hata sasa Bwana tuko katika madhabahu yako Mungu, kwa sababu wewe ni Mungu kwetu, tena ni mwaminifu, katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu tunakutukuza, tunakubariki peke yako, maana Bwana ndani yetu tunaishi, tunaenenda na kuwa na uhai wetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunakushukuru Bwana kwa ajili ya wakati huu. Tunakushukuru Baba yangu kwa ajili ya majira haya Bwana, maana peke yako ndiwe Mungu unayeleta uzima ndani yetu, maana peke yako Bwana ndio unayeleta afya na kupona, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ale hai. Mungu, tukiachilia damu ya Yesu Kristo ndani ya taifa letu la Tanzania. Mungu, tukiachilia damu ya Pasaka Bwana ndani ya kila mkoa moja moja, tukiachilia damu ya Yesu Kristo wa Nazareti ndani ya mipaka ya Tanzania, ndani ya Watanzania wote tunaachilia damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Maana peke yako Yesu, kwa kupigwa kwako Tanzania hii Bwana imepona. Kwa kupigwa kwako Yesu Kristo taifa letu la Tanzania Bwana limetoka katika hali Bwana hii ya ugonjwa wa corona. Umeliponya Bwana na magonjwa mbalimbali, umeliponya taifa letu Bwana na magonjwa ya kansa, na magonjwa ya ukimwi, na magonjwa ya presha, na magonjwa mbalimbali ambayo Bwana tumearithi, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika nguvu ya damu ya mwana kondoo. Na hisi Bwana tunaachilia damu ya Yesu Kristo ndani ya Watanzania wote, tunaachilia damu ya Pasaka ndani ya kila nyumba moja moja, tunaachilia damu ya Yesu Kristo wa Nazareti hata juu ya madaktari wote, katika jina la Yesu. Tunaachilia damu ya Yesu Kristo kwa wale madaktari wote wanaohudumia wale ambao Mungu ameathirika na corona. Baba, tunaachilia damu yako Yesu ikapate kuwalinda, ikapate kuwatunza. Rapo shanta rima santa raba shanta. Tunaachilia damu ya Yesu Kristo wa Nazareti kwa wale wote ambao Mungu ameathirika. Tunaachilia damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai kwa Watanzania wote Bwana ambao Bwana wako masokoni. Tunaachilia damu ya Yesu Kristo kwa wale wote Mungu anaenda hospitalini. Tunaachilia damu ya Yesu Kristo wa Nazareti kwa njia mbalimbali inayoathiri Bwana wa Tanzania, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Rima shanta roba saita, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti.